Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, karibuni kwa tafakari ya neno la Mungu, ikiwa ni Dominika ya 29. Masomo yetu ni mwaka C wa kanisa, na ujumbe wa leo wa masomo yetu ya leo katika Dominika hii ya 29 ni tunausema salini bila kuchoka. Yaani huu ndio ujumbe unaobeba ujumbe unaotawala katika masomo yote matatu. Kusali bila kuchoka, hata katika zaburi zetu. Ndugu zangu, sala ni muhimu kwa maisha ya Mkristo. Hatuwezi kuishi bila sala, kwani ni kwa namna hiyo tu tunawasiliana na Mungu, na Mwenyezi Mungu. Tunapaswa kuomba ulinzi wa Mwenyezi Mungu, kwani shetani daima anazunguka kama simba ngurumaye akitafuta mawindo. Bila sala tutakuwa mawindo ya shetani. Ndugu zangu wapendwa, wimbo wetu wa katikati unatoka Zaburi ya 121. Nitainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu huu katika Bwana aliyeumba mbingu na nchi. Hii zaburi ndugu zangu ni kati ya zaburi za mahujaji. Hawa walikuwa wakitoka nchi za mbali, Wayahudi ambao walikuwa wanatoka nchi za mbali kwenda Yerusalemu kwenda kusali. Nakumbuka pamoja na Zaburi ya 122 alifurahi waliponiambia twende nyumbani kwa Bwana. Hii Zaburi 121 ilikuwa hawa Wayahudi walikuwa wakisafiri, walikuwa njiani wanakutana na milima mizuri sana. Kama tunavyofahamu, zamani kulikuwa kuna miungu ya milima, miungu ya jua, miungu si ya mazao, ya kilimo. Sasa walipofika njiani walikutana na milima mizuri sana, na kishawishi cha kutaka kuiabudu na kuiona kama miungu kilikuwepo. Lakini bado wakasema tutanunua macho yetu kutazama milima. Msaada wetu hauwezi kutoka kwenye milima, utatoka Sayuni, Yerusalemu, toka kwa Mungu aliye hai. Kwa hiyo Waisraeli wakabaki na muumba wao. Kishawishi cha kutaka kuabudu milima na vitu vizuri walivyokutana navyo njiani au jua, hawakufanya hivyo. Walisema msaada unatoka kwa Mungu aliyeziumba hizi, aliumba hii nchi, aliumba hii milima, aliumba kila kitu. Yeye msaada wetu utatoka kwake. Ndugu zangu, Zaburi hii inatukumbusha kwamba sisi ni wasafiri tuliozungukwa na hatari pande zote, na msaada wetu upo kwa Bwana tu peke yake. Tusitegemee wokovu kutoka kwa matajiri au viongozi wengine wa kidunia. Ndugu zangu, shetani pia alitumia maneno ya Zaburi yanayofanana hivi kumshawishi Yesu aliposema, hata kuacha mguu wako usogezwe, Bwana atakukinga, hata kubali uanguke mguu wako wala usijikwae jiweni. Nakumbuka vizuri Yesu akamjibu, usimjaribu Bwana Mungu wako. Ndugu zangu, tutumie Zaburi hii kuyabariki maisha yetu na kuyaombea ulinzi wa Mungu. Tusipate kishawishi cha kutaka kusujudu vitu, mali au heshima zetu tunazopewa, elimu, uwezo au chochote kile. Tusimjaribu Bwana Mungu wetu. Msaada wetu unatoka kwa Mungu wetu ambaye ndiye aliyeumba kila kitu, aliyetuumba pamoja na sisi. Katika somo la kwanza tunasikia habari za wana wa Israeli wakisafiri kwenda nchi ya ahadi, lakini njiani basi wanashambuliwa na Waamaleki. Waamaleki walikuwa wakorofi, walikuwa hawako tayari kupokea wageni. Waamaleki walikuwa katili, wasiowahurumia wageni. Ndugu zangu, Musa alisali kwa bidii na Mwenyezi Mungu aliwapatia ushindi wana wa Israeli. Tusige tabia za Waamaleki, kuwachukia watu wageni. Kuna ambao tukiona wenzetu wageni wanakuja kutembelea tunakasirika sana, hatuna upendo kwao. Wageni wanapotutembelea tuwahudumie kwa ukarimu, tuwe wakarimu. Wageni wengine ni malaika wa Mungu. Kuna ambao wametumwa, wana ujumbe wa Mungu. Huwezi jua ndio msaada wako wa kukuinua kutoka eneo moja kwenda sehemu nyingine. Tuepuke kuwashambulia wageni, tusiwachukie wageni. Wapo wale watu ambao huwa hatuwapendi wageni. Wapo wale watu ambao hata wakiona watu wa makabila mengine wanakasirika, hawataki. Ni kana kwamba wanafikiri wao wameumbwa tu wakae huku duniani wenyewe. Watu wote wanaoona watu wa makabila mengine ni watu wa Mungu na wanapaswa wapendwe. Usiwe na tabia kama za Waamaleki. Ndugu zangu, vile watu wenye uhitaji lazima tuwasikilize, tena kwa upendo, bila kutumia lugha kali juu yao. Kuna wale ambao si wakarimu kwa wale maskini wanaokuja kwetu. Ndugu zangu, Musa aliposali, kuna wakati mikono yake pia ilichoka. Hata sisi kuna wakati
kutana na ukavu wa roho. Kuna wakati utajisikia hata hutaki kusali, hutaki hata kwenda kanisani. Yaani upo tu, yaani unatamani vitu tofauti kabisa. Lakini alitafuta mbinu ya kuifanya mikono yake ibaki juu. Kina Haruni na Huri hawakukubali. Walinyanyua mikono ya Musa ikabaki juu, na hata ilipochoka walibidi wapange mawe. Na wewe jitahidi uwe na marafiki ambao watakusaidia kupanga mawe pale unapohisi uchovu wa kiroho, pale ambapo unahisi hali yako sio nzuri. Kuna marafiki wengi sana wanatunyanyua kiroho, wanaotufanya tusali, wanaotufanya tumkumbuke Mungu vizuri sana. Kwa hiyo na wewe jitahidi utafuta watu wa kukusaidia kupanga mawe pale unapojisikia spiritual dryness, ukavu wa kiroho, pale mahali ambapo hutaki kusali tena, pale mahali ambapo umepoteza tumaini, unaona kama umeshambuliwa na dunia inakumaliza. Wapo marafiki wema wanaokusaidia, watakao kunyanyua. Kuna ambao tunawaita kwa Kiingereza prayer partners, ni marafiki katika sala. Hawa ni muhimu sana. Unaona hapa wakati Yoshua anapambana na Amaleki, Musa huku yuko na Huri na Haroni wanasali. Na Haroni kazi yao ni kunyanyua mikono ya Musa. Hiki ni kitu kizuri sana. Shirikiana na watu wanaosali. Unaona baada ya Haroni na Huri kushirikiana na Musa, mambo yakawa mazuri. Na wewe ushirikiana na wale walio vizuri kiroho, watakunyanyua pia kimaisha. Lazima ndugu zangu tutafute mbinu za kupambana na ukavu wetu wa kiroho. Musa alimwalika Haruni kuinyanyua mikono yake. Nasi tutafute namna ya kupambana na ukavu katika ukavu wa roho zetu, ukavu kwenye sala. Tutafute mbinu, tutafute marafiki wa kutusaidia kutunyanyua. Ndugu zangu wapendwa, katika somo la Injili, Yesu anatufundisha tusali bila kuchoka. Anatumia mfano wa mama mjane ambaye hakuchoka kwenda kwa kadhi dhalimu kuomba apewe haki. Yesu anatumia mfano huu kuonesha kwamba Baba wa mbinguni ni mwema kuliko huyu kadhi. Hivyo tukimlilia atatutazama kwa jicho la huruma. Tusiogope kwenda kwa Mungu. Pige magoti kwake, tugonge, gonga. Na nishawahi kuambieni shetani hapendi sala za kurudia, za kugonga. Kwa mfano katika mwezi huu wa 10 tunasali rosari ya Mama Bikira Maria. Mara nyingi rosari, tunasali rosari ya Mama Maria. Rosari hii tunarudia sana, kuna kurudia kwingi sana. Salamu Maria, salamu Maria, salamu Maria, salamu Maria. Huku ni kugonga. Shetani anajua kabisa ukiendelea kugonga, hakika utapata kama Yesu alivyosema, gonga paka amke. Atasema tu, mbona wewe unagonga sana? Paka amke akuhudumie. Na rosari hii ndugu zangu ni kuendelea kugonga, kurudia. Shetani hapendi sala za kurudia. Hata malaika tunaambiwa kitabu cha Isaya ile sura 6, makerubi, maserafi walikuwa wakisema mtakatifu. Naona ni maneno ya kurudia. Shetani hayapendi maneno haya, kwa sababu anajua hakika utaamsha moyo wa Mungu, hakika Mungu atakufadhilia. Kwa ndugu zangu wapendwa, sisi tusiogope. Wale ambao tunaogopa, hatupendi sala za kurudia. Unasema baba yetu ile tu, salamu Maria ile. Kwa nini situngeza kwangu? Ni sawa, lakini usiogope, rudia paka upate kile ambacho unakitaka kutoka kwa Mungu. Na Mungu pia unaposali kama Padre Pio anatuambia, baada ya kugonga basi uwe tayari pia kusema mapenzi yako yatimie. Utakapopenda wewe unikirimu, nikarimu, nionyeshe ukarimu Bwana kwa jinsi unavyopenda. Nifadhili, niinulie uso wako kwa jinsi unavyopenda wewe. Si kwa kulazimisha, bali unavyotaka wewe Mungu wangu. Ndugu zangu wapendwa, hivyo tunaalikwa leo tusali ili sisi pia tupate kile ambacho tunakiomba. Tugonge, tusiogope kugonga. Sala za kurudia zitafungua moyo wa Mungu. Sali daima, wala usiogope, wala usije ukachoka sala. Ukatamani kwenda kuiga za watu wengine, ukatamani kwenda kufanya kama watu wengine wanavyofanya, ukidhani kwamba wanafurahia sana. Baki ulipo, jitahidi, shika imani yako. Hata pale mahali ambapo kuna mawimbi, hata pale mahali ambapo hali sio nzuri, jitahidi kusimama imara. Hivyo ndugu zangu wapendwa, tusisali ili sisi tupate tu wenyewe. Tusali pia kwa ajili ya kuombea wenzetu. Tuache ubinafsi katika sala. Kuna watu ambao pengine machozi, yani yote unayolia ni kwa ajili yako tu. Yani kila Bwana bariki mipango yangu, nibariki mimi, nibariki sio nini.
uwe tayari pia kuwaombea wengine. Sali pia, Mungu wabariki huyu, wabariki kuna ambao wanateseka. Bwana usiwasahau. Huu ni ukarimu. Kama Musa alivyokuwa ananyanyua mikono, anasali kwa ajili ya taifa. Na wewe jifunze pia kusali kwa ajili ya taifa la Mungu, watu wa Mungu. Ndugu zangu, tusiombe tu vitu vya kutaka kuwatawala wenzetu. Tuombe vitu vya kutaka kuwahudumia wenzetu. Kati ya sala nzuri, nishawahi kuambieni, sala nzuri ambayo inajibiwa direct ni kumwambia Mungu, Mungu, naomba unipe neema ya kuwatumikia wenzangu vizuri. Hii sala ya kuomba ili uweze kuwatumikia wenzako vizuri, hakika utapewa. Unakuwa mtumishi. Hizi ndizo sala walizosali wakina Teresa Calcutta, Mtakatifu Teresa Calcutta, za kuhudumia binadamu wenzao. Hakika walipewa na ziada. Sisi tuwe watu wa kuomba kwa ajili ya wenzetu, tusiombe tu kwa ajili yetu wenyewe. Tuwe tayari kuomba kwa ajili ya wenzetu ili nao pia wapate mema kutoka kwa Mungu. Tunaposali tuombe yale tunayohitaji zaidi, lakini pia tuombe kwa ajili ya mahitaji pia ya jirani zetu na ndugu zetu. Tusiwe wachoyo katika sala. Tuwe watu wakarimu, watu wenye kumpenda Mungu. Tuwe watu wa kusali. Ndugu zangu, katika somo la pili tunasikia Paulo anaendelea kumwambia kijana wake Timotheo kwamba kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kuwaonya watu makosa yao na kuwaongoza na kuwaadhibisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili. Ndugu zangu, kila andiko lafaa kwa ajili ya kumtukuza Mungu, lenye pumzi ya Mungu lafaa. Ndugu zangu, sisi tunaaswa tuwe watu wa kuongea andiko lenye pumzi ya Mungu. Wakati mwingine tumekuwa waoga kupitiliza. Tumeacha injili iachwe, watu wanaacha injili, wanaacha kuishi katika haki, wanaacha kuishi katika ukweli kwa sababu tunaogopa kuonya, tunaogopa kuhimiza. Tunashindwa kuishi zile ahadi za ubatizo wetu kwamba sisi ni manabii. Tunapaswa tutoe ujumbe wa kinabii. Tusije tukaharibu ujumbe wa kinabii, tukashindwa kutoa neno lenye pumzi, tukaenda kutoa maneno yetu ambayo yana pumzi zetu, yana kujipendekeza, yana kutafuta maslahi. Haya si maandiko yenye pumzi ya kimungu. Tuwe yale maandiko yenye pumzi ya kimungu ni yale yanayokemea uovu. Haijalishi ni nani, unaongea kwa upendo, ukionya, ukihimiza watu wamche Mungu, watu wa haki, watu wasimame katika neno la Mungu, wasali, kwa sababu maneno haya yenye pumzi ya Mungu yanagusa pia moyo wa Mungu. Kwa njia nyingine, Paulo anamhimiza mwanae wa imani asiache kusali, ayazingatie matakatifu ya Mungu. Na sisi katika familia zetu tuwahimize watoto wetu. Tuwe kama Paulo, tuwalee watoto wetu, marafiki zetu pia. Wapo wale ambao pia tunawalea kiimani. Ukiwa ni mama wa ubatizo, baba wa ubatizo, ni vizuri pia kuwa mtu wa kufuatilia mwanao wa kiroho. Muangalie hivi anaendeleaje, hivi imani yake ikoje. Usiache tu utadaiwa. Lazima uwe na jitihada kama mama wa ubatizo, kama baba wa ubatizo. Ni vizuri kujua huyu mwanangu je, ikoje. Unashangaa tu hata wale ambao umewasimamia imani yao iko juu kuliko wewe ambao umewasimamia. Sisi ndugu zangu, tuwe watu wa kiroho, tuwe watu ambao tuna pumzi ya kimungu ndani yetu, ambao tukisali, tukiongea, tunaona kabisa sisi ni watu tuliounganika na Mungu. Na kutakia Dominika njema na kuhimiza sali daima wala usikate tamaa. Mungu yupo nasi katika sala. Tunawasiliana na Mungu. Hakuna jaribu, hakuna pito gumu ambalo litatuteteresha, kwa sababu Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Ni nani aliye kinyume chetu? Daudi alisema, wewe Bwana ni nguvu yangu, wewe Bwana ni mwamba jabali, kuwa kwangu ngome nizunguke. Tazama Mungu ndiye anayenisaidia. Mungu akitusaidia, hakuna chochote kibaya kitakacho tusumbua. Mungu akubariki na kukulinda, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.